Karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na leo nakwenda kukuletea moja kati ya uchambuzi wa kina zaidi ambao unamhusu rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, sababu ambazo zinapelekea kwa nini watu duniani kote wamekuwa wakimpa sikio, lakini vile vile wamekuwa wakimfuatilia sana rais huyu wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Sasa hizi ni sababu ambazo Rais Ibrahim Traore amewavutia watu kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza, Traore ni kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso mwenye umri wa miaka 37, lakini ni muumini mkubwa kabisa wa kupinga ukoloni mamboleo, lakini vile vile anapambana na ubeberu kwa kiasi kikubwa sana wa mataifa ya magharibi. Ujumbe wake Traore umevuma katika bara lote la Afrika, huku watu wengi sana wakimfananisha na Thomas Sankara. Huyu ni mwanamapinduzi wa kimakizisti ambaye wakati mwingine huitwa Che Guevara wa Afrika pale Burkina Faso. Ni mtu ambaye alifanya mambo makubwa sana katika taifa la Burkina Faso, lakini vile vile ameacha alama kubwa sana hapa Afrika. Ndio maana Rais Ibrahim Traore anafananishwa na Thomas Sankara. Baada ya kuweza kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022, utawala wa Traore uliweza kuvunja uhusiano wa Ufaransa na taifa la Burkina Faso. Yani Traore baada ya kuweza kuchukua nchi tu, kitu cha kwanza ambacho alikifanya ni kuweza kuvunja uhusiano baina ya Ufaransa pamoja na Burkina Faso, ambapo aliweza kufukuza wanajeshi ambao walikuwa wanaishi Burkina Faso kwa muda mrefu sana, huku wakifanya shughuli zao za kijeshi, lakini vile vile kushirikiana pamoja na wanajeshi wa Burkina Faso kwenye masuala mbalimbali. Kwa hiyo Traore aliamua kuwafuta kabisa na kuwafukuza katika nchi ya Burkina Faso. Traore aliweza kuanzisha ushirikiano wa karibu kabisa na Urusi. Ndio maana hata Rais Vladimir Putin sasa hivi amekuwa bega kwa bega na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, kutokana na kuamua kuimarisha ushirikiano baina ya taifa la Burkina Faso na taifa la Urusi. Hata juzi wakati Traore ameenda kwenye maadhimisho pale nchini Urusi, jinsi ambavyo alikuwa karibu na Putin inaonyesha kabisa kwamba kuna ishara njema kabisa baina ya Traore pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Lakini vile vile Traore, ushirikiano huo unajumuisha uwepo wa wanamgambo wa kijeshi wa Kirusi na sera za kiuchumi za mrengo wa kushoto. Inaonekana wazi kabisa kwamba Urusi tayari imekwisha ingia makubaliano ya kuweza kumsaidia Rais Ibrahim Traore. Tunafahamu kwamba Burkina Faso imekuwa ni nchi ambayo inakabiliwa na matishio mengi sana ya kigaidi katika nchi hiyo, lakini vile vile imekuwa ikikabiliwa na masuala mengi ya matishio ya kiusalama katika nchi hiyo. Kwa hiyo Urusi kupitia wanajeshi wake basi inazidi kuimarisha pia ulinzi baadhi ya maeneo katika nchi ya Burkina Faso, huku Rais Ibrahim Traore akiendeleza ushirikiano wa karibu kabisa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Moja ya sera hizo ni kuanzisha kampuni ya madini ya umma, kulazimisha kampuni za kigeni kutoa 15% ya hisa kwa kampuni hiyo na kuhamisha ujuzi kwa watu wa Burkina Faso. Hii ilihusisha hata kampuni ya Urusi ya Nord Gold iliyopata leseni mwezi April kwa ajili ya mradi mpya wa dhahabu. Sasa moja kati ya sera ambazo rais huyo Burkina Faso aliweza kuzileta katika nchi ya Burkina Faso ni kwamba sera hiyo aliweza kuanzisha kampuni ya madini ya umma, na hii ilikuwa ni kampuni ya kwanza kabisa kuanzishwa tangu historia ya nchi hiyo ya Burkina Faso kuweza kutambulika, ambapo alilazimisha pia kampuni za kigeni kutoa 15% za hisa ya kampuni hiyo, kwamba 15% za hisa kutoa kampuni za kigeni zililazimishwa kuweza kutoa katika kampuni hiyo, kampuni ya umma, ili kwa ajili ya kuwekeza kwenye sekta ya madini. Lakini vile vile katika kile Traore anakitaja kama mapinduzi ya kuhakikisha taifa linanufaika na madini yake, serikali ya kijeshi inajenga kiwanda cha kusafisha dhahabu na kuanzisha hifadhi ya taifa ya dhahabu kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo. Sasa unaona ni kwa jinsi gani ambavyo Rais Traore kwa nini watu wengi sana wanampenda, kutokana na kile ambacho aliamua kukifanya katika nchi yake ya Burkina Faso, ambapo Traore ameonekana wazi kabisa kwenye sekta ya madini, kwa sababu Burkina Faso ni moja kati ya taifa ambalo lina shehena kubwa kabisa ya madini ya dhahabu, lakini vile vile japo madini mengine yapo, lakini ina mtaji mkubwa sana wa madini katika nchi yake. Kwa hiyo aliona kuna tija ya kuweza kuanzisha kupitia serikali yake ya kijeshi kujenga kiwanda maalumu kabisa ambacho cha kusafisha dhahabu na kuanzisha hifadhi ya dhahabu
kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo. Kwa hiyo aliamua kabisa kuweza kujenga kiwanda hapo hapo cha kuweza kusafishia dhahabu katika nchi yake ya Burkina Faso, lakini vile vile na kuwekeza katika dhahabu hizo kujenga shehena kubwa kabisa ya uwekezaji wa dhahabu katika nchi yake. Hii ni moja kati ya sera ambayo Rais Traore aliweza kuipandikiza katika nchi yake baada tu ya kuweza kuchukua mapinduzi mwaka 2022. Ndio maana amekuwa ni topiki kubwa sana duniani kote kwa sasa hivi. Hata hivyo, kampuni za kimagharibi zimeanza kukumbana na changamoto. Kampuni ya Australia Sarama Resources ilianzisha kesi ya usuluhishi mwishoni mwa mwaka 2024 baada ya leseni yake ya uchimbaji kufutwa. Kwa hiyo kampuni hii ambayo ni ya Australia, kampuni ya madini ya uchimbaji madini nchini Burkina Faso pale, ambayo imewekeza, inaitwa Sarama Resources, iliweza kuanzisha kesi ya usuluhishi kutokana na kile ambacho Traore alionekana kwamba kubana sana kampuni za kigeni, kwa sababu walikuwa kinufaika pasipo Burkina Faso kuweza kunufaika na madini hayo. Kwa hiyo baada ya kuweza kuanzisha kesi hiyo ili kuweza kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kupata haki zao baada ya leseni yao kuweza kufutwa na Rais Traore. Lakini pia serikali iliweza kutaifisha migodi miwili ya dhahabu iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni iliyosajiliwa London, na imetangaza mpango wa kuchukua udhibiti wa migodi zaidi ya kigeni. Traore aliamua kutaifisha migodi miwili ya dhahabu ambayo imerudi kwa serikali, lakini vile vile Traore ametangaza kwamba ataendelea tena kuweza kutaifisha migodi mingine zaidi kwa ajili ya kufanya taifa lake na wananchi wa Burkina Faso kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo nimeweza kutajia kuanzia mwanzo, mtazamaji, kwamba unaona ni kwa jinsi gani Rais Traore kwa nini amekuwa topiki, kwa nini dunia nzima imekuwa kimuongelea. Ni kutokana na vitu ambavyo aliweza kuvifanya vya kuweza kupinga sera za kimagharibi, lakini vile vile na ukoloni mamboleo ambao anataka kuweza kukomesha kabisa katika taifa lake la Burkina Faso, ili kuweza kukomboa raia wa Burkina Faso kuondokana na umaskini na kuweza kufanya maisha ya Burkina Faso kuwa nafuu kidogo. Sasa vile vile umaarufu wake umetanda kupitia mitandao ya kijamii, ikiwemo video bandia zilizoweza kutengenezwa na teknolojia ya AI, hapa nikimaanisha artificial intelligence, zikiwaonyesha wasanii maarufu kama R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce wakimuimbia, ingawa hawajafanya hivyo kwa kweli. Ni kwamba watu waliamua kutengeneza sasa picha mjongeo kwa kutumia artificial intelligence, AI, akili mnemba hii, kwa ajili ya kufanya tu kuweza kumtrendisha Rais Ibrahim Traore kwa kutumia wasanii wakubwa kama R. Kelly, Rihanna, Justin Bieber na Beyonce kwamba wakimwimbia Rais Traore. Lakini vile vile Traore alivuta macho ya Waafrika alipohutubia mkutano wa Urusi na Afrika mwaka 2023, akiwaambia viongozi wa Afrika kwamba kuacha kula sahani moja na mataifa magharibi, kama alikuwa anajaribu kutoa ushauri. Lakini vile vile hotuba hiyo ilitangazwa sana na vyombo vya habari vya Urusi ambavyo vinacheza nafasi muhimu katika kujenga taswira ya Traore kama mpiganaji huru wa Afrika. Hivi karibuni Rais Traore alihudhuria kumbukumbu za ushindi wa Urusi dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika vita vya pili vya dunia, na aliandika kwenye mtandao wake wa X, zamani ukiitwa Twitter, alisema kwamba yeye pamoja na viongozi wa kijeshi wa Mali na Niger walivutiwa kupambana na ugaidi na ubeberu kwa gharama yoyote ile. Kwa msaada wa kampeni ya kisiasa ya mtandao wa kijamii, mvuto wake umevuka mipaka hadi kwa watu wa asili ya Afrika walioko Amerika na Uingereza. Kwa hiyo mvuto wa Rais Ibrahim Traore umeenda mbali zaidi hadi kwa watu weusi ambao wanaishi nchi za nje kama Amerika na sehemu zingine nyingi sana huko duniani, kwamba wamekuwa wakifurahia kuona yale ambayo anayatenda Rais Traore, kwamba yamekuwa yakiwavutia, lakini sera zake pia zimekuwa na mjongeo chanya katika nchi yake ya Burkina Faso, na amekuwa akitekeleza sera zake ambazo amekuwa akizipanga kwa ajili tu ya kuweza kuiongoza Burkina Faso katika misingi ambayo ilikuwa inafaa. Na kabla mapinduzi haya ya kijeshi kuweza kutokea kuweza kuyafanya Rais Traore mwaka 2022, ni kwamba aliona kabisa kwamba serikali ambazo zilikuwa zinapita za Burkina Faso zilikuwa hazitendi haki kwa wananchi wake na maisha yalikuwa ni magumu sana. Kwa hiyo Traore akaona ni kwa jinsi gani ambavyo atakwenda kuikomboa nchi ya Burkina Faso na kuweza kuamua kufanya mambo makubwa ambayo sasa hivi wananchi wake wananufaika nayo kwa kiasi kikubwa sana, raia wa Burkina Faso. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron si shabiki kabisa wa Ibrahim Traore kutokana na kile ambacho amekifanya baada ya kuweza kukata uhusiano au ushirika na nchi ya Ufaransa. Vile vile amemtaja Traore kama sehemu ya muungano wa ajabu
wanaojiita wa Afrika halisi na mabeberu wa kisasa, akimaanisha Urusi na China, akizituhumu kuchochea mapinduzi barani Afrika. Kwamba Rais Macron amekuwa akituhumu nchi kama Urusi na China kwamba hawa wamekuwa ni mabeberu wa kisasa ambao wanafanya kuweza kurubuni labda mapinduzi ambayo yameweza kutokea katika nchi za Afrika kama vile Mali, Guinea, Burkina Faso na Niger, kwamba wamekuwa kishawishiwa na nchi hizi ambazo zimetajwa hapa kwamba ni Urusi pamoja na China. Licha ya maarufu wake, Traore hajatimiza ahadi ya kutokomeza uasi wa Kiislamu wa miaka 10 ambao umeongeza mgawanyiko ya kikabila na sasa umevuka mpaka hadi nchi kama Benin. Burkina Faso ni moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikikumbana na shuruba nyingi sana za uasi wa Kiislamu. Kumekuwepo na makundi mengi sana ya kigaidi ambayo yamekuwa yakifanya mauaji kwa watu, lakini vile vile yamekuwa yakifanya mashambulizi ambayo yamekuwa yanaleta madhara makubwa sana kwa wananchi. Sasa Rais Traore bado anaendelea na jitihada za kuweza kuhakikisha kwamba anakomesha kabisa masuala ya kigaidi katika nchi yake Burkina Faso, ambapo nchi za Afrika Magharibi zimekuwa na kasumba ya kuweza kukumbana na hizi dhahama za ugaidi. Mfano nchi kama Nigeria, kuna wale wanamgambo wa dola ya Kiislamu wa Boko Haram wamekuwa wakifanya mashambulizi kadhaa, lakini vile vile wamekuwa wakifanya baadhi ya operation ambazo zimekuwa zikileta madhara makubwa sana kwa raia wa Nigeria. Lakini vile vile kuna makundi mengi sana ukanda ule wa Afrika Magharibi, Burkina Faso, ukienda pale Mali, ukienda Guinea, ukienda Niger, kumekuwa kuna makundi ambayo yamekuwa yakisumbua sana tawala za maraisi katika nchi hizo, hadi ambapo ikaonekana kwamba usalama wake sio mzuri katika nchi zile. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Traore pia anapambana kwa hivi sasa kuweza kuhakikisha kwamba anapingana na vikundi vya ugaidi vyote ambavyo vimekuwa vimeasi. Wanamgambo kadhaa wamekuwa kijificha katika misitu huko Afrika Magharibi ili kuleta ukinzani kwa serikali. Kwa hiyo Traore bado anaendelea na jitihada za kuweza kupambana na vikundi mbalimbali vya uasi ambavyo viko katika nchi hiyo. Lakini vile vile utawala wake pia umekandamiza wapinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia. Wakosoaji wake wakiwemo madaktari na majaji wameadhibiwa kwa kutumwa kwenye maeneo ya mapigano dhidi ya wanajihadi. Lakini vile vile kwa mujibu wa Rinaldo Dabgan, mkurugenzi msaidizi wa kundi la International Crisis Group, huyu alisema kwamba Traore anapendwa kwa sababu ni kijana katika taifa lenye idadi kubwa ya vijana, umri wa wastani ukiwa ni miaka 17.7. Sasa Traore ni moja kati ya marais ambao ni moja kati ya rais ambaye anapendwa sana na vijana katika nchi yake ya Burkina Faso, na wastani ni miaka 17.7. Kwamba Burkina Faso ni taifa ambalo limebeba shehena kubwa sana ya vijana, ambapo asilimia kubwa ya Burkina Faso ni vijana ambao wako wanapambania maisha yao, lakini vile vile wako wanapambania ugali wao wa kesho. Kwa hiyo wamekuwa kimpenda Rais Traore kutokana kama ameleta urais wa maisha katika nchi yao, tofauti na miaka ya viongozi ambao walipita huko nyuma. Kwa hiyo Traore ameonekana ni kipenzi kikubwa kwa sababu inawezekana anazijua shida za vijana kutoka moyoni, anajua ni namna gani vijana wanatakiwa kuishi pale Burkina Faso, ndio maana amekuwa kipenzi kikubwa kabisa cha vijana pale Burkina Faso. Yaani kokote kwa unakoenda Traore anapewa saluti nyingi sana, anaheshimiwa na hao vijana wa Burkina Faso. Hapa na kurudisha nyuma kidogo, huyu Thomas Sankara alichukua madaraka kupitia mapinduzi mwaka 1983 akiwa na miaka 33 na kuongoza kwa kauli mbiu ya utaifa au kifo tutashinda, kabla ya kuuawa miaka 4 baadaye kwenye mapinduzi mengine yaliyorejesha ushawishi wa Ufaransa hadi Traore alipochukua madaraka tena. Thomas Sankara ni kama vile alichokifanya Traore mwaka 2022, ambapo huyu alichukua nchi mwaka 1983 akiwa na miaka 33 pekee na kuongoza kwa kauli ya utaifa au kifo tutashinda. Lakini baada ya miaka 4 Thomas Sankara pia naye aliweza kuuawa kwenye mapinduzi mengine ya kijeshi. Sasa ndio hadi Traore sasa hivi tena amekuja kuchukua nchi, na watu wengi wamekuwa wakimfananisha Rais Traore na Thomas Sankara kwamba wanaendana. Lakini vile vile ukiangalia vizuri hapa ni kwamba Profesa Kwesi Aning, mchambuzi wa usalama kutoka Ghana, alisema kuwa mvuto wa Traore unaonyesha mabadiliko ya kisiasa barani Afrika, hasa Afrika Magharibi. Amesema kwamba utafiti wa Afrobarometer wa mwaka 2024 katika nchi 69 ulionyesha kuwa uungwaji mkono
kwa demokrasia umepungua, ingawa bado ndio mfumo wa utawala unaopendwa zaidi. Traore alizua gumzo sana wakati wa kuapishwa kwa Rais John Mahama wa Ghana mwezi Januari, alipoingia akiwa amevaa sare za kijeshi na bastola kiunoni, wakati viongozi 21 mataifa wengine tayari walikuwepo. Traore bwana, moja kati ya tukio ambalo aliweza kulifanya ni kuamua kwenda kwenye uapisho wa rais mteule wa Ghana ambaye anaitwa John Mahama, ambapo mwezi Januari aliapishwa. Sasa alipoingia Rais Traore kwenye hafla hiyo ya uapisho, aliingia akiwa kiongozi wa mwisho kabisa, lakini vile vile alikuwa amevaa sare za kijeshi na bastola kiunoni, wakati viongozi 21 wa mataifa mengine tayari wote walikuwa wameshakuwepo pale kwenye uapisho huo, viongozi ambao walikuwa wamealikwa. Kwa upande wa uchumi, shirika la IMF, yani International Monetary Fund, na Benki ya Dunia vimeipongeza serikali yake kwa hatua fulani. IMF ilisema mapema Aprili kuwa licha ya changamoto za kiusalama na kibinadamu, uchumi wa Burkina Faso unatarajiwa kubaki imara mwaka 2025, huku kukiwa na maendeleo katika ukusanyaji wa mapato ya ndani na matumizi ya sekta ya elimu, afya na ulinzi wa jamii. Shirika la fedha duniani IMF limempongeza Rais Traore kutokana na kile ambacho amekifanya katika nchi yake, lakini vile vile baada ya kuweza kuona maendeleo ambayo ameweza kuyafanya kwenye sekta mbalimbali kama sekta ya afya, sekta ya usafirishaji, sekta ya elimu. Imeona ni kwa jinsi gani Rais Traore anapambana ili watu wake waishi katika namna ambayo ni nafuu zaidi katika nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo IMF ikachukua jukumu la kuweza kumpongeza Rais Traore, na wamesema kwamba kufikia mwaka huu mwishoni mwa 2025 kwamba maisha ya Burkina Faso au maisha ya raia yatakuwa nafuu zaidi, kutokana na kwamba hata pia kile kiwango cha watu ambao wanaishi maisha ya chini zaidi kimepungua kwa kiasi kikubwa sana hapo nchini Burkina Faso. Lakini Benki ya Dunia pia iliweza kusema kuwa ingawa mfumuko wa bei ulipanda kutoka 0.7% mwaka 2023 hadi 4.2% mwaka 2024, kiwango cha umaskini uliokithiri kilipungua kutoka 26.8% hadi 24.9% kwa sababu za ukuaji mzuri katika sekta ya kilimo na huduma. Traore kwenye sekta ya kilimo ameboresha sana. Yani Burkina Faso, kwa sababu shughuli ambazo pia wanazitegemea za uzalishaji ni shughuli moja hapo ni kilimo. Kwa hiyo Traore aliamua kurekebisha kwenye sekta ya kilimo, ndio maana hadi sasa hivi raia wake wamekuwa wakifanya shughuli hizo na uchumi unazidi kukua kutokana na watu kuweza kufanya shughuli za kilimo pasipo kuwa na shaka la aina yoyote kabisa. Hata hivyo, mahusiano ya Marekani na Ufaransa yamebaki kuwa ya mashaka, na mkuu wa US Africa Command Generali Michael Langley alidai kuwa Traore anatumia akiba ya dhahabu ya taifa kwa manufaa ya utawala wake badala ya raia. Hii ilionekana kama ushahidi wa madai kuwa Urusi inamlinda Traore kwa kupata sehemu ya sekta ya dhahabu, jambo linalohoji uhalali wa madai yake ya kuikomboa nchi. Baada ya matamshi hayo, Traore alidai njama ya mapinduzi iliyofadhiliwa kutoka Ivory Coast, ambapo Langley alizuru baadaye. Ivory Coast ilikanusha kuhusika, huku Langley akisema ziara yake ilihusu changamoto za usalama. Nyuma kidogo kulikuwa kuna tuhuma hapo kwamba Ivory Coast ilitumiwa kupanga au kuratibu mapinduzi ya kumpindua Rais Ibrahim Traore. Baadaye Ivory Coast ikaja ikakanusha kwamba haijahusika na mpango wowote wa kuweza kuipindua serikali ya Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Na Ivory Coast na Burkina Faso ni nchi ambazo ziko majirani sana. Kwa hiyo baadaye taarifa hizo zikaja zikanushwa na maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Wafuasi wa Traore walifanya maandamano makubwa mjini wa Ouagadougou na sehemu nyingine duniani zikiwemo London kwa madai kuwa mabeberu wa vibaraka wao wanataka kumpindua. Watu waliandamana sana, wakaona ni kwa jinsi gani kwamba mtetezi wao Rais Ibrahim Traore anataka kupinduliwa. Kwa hiyo wakaamua kuanza kuhoji nini ambacho kinataka kutokea katika nchi yao ya Burkina Faso. Lakini Traore aliandika kwenye mtandao wake wa X, zamani ukiitwa Twitter, kwa Kiingereza na Kifaransa, akiwashukuru kwa kushiriki ndoto ya Burkina Faso mpya na Afrika mpya, akisisitiza
kuwa kwa pamoja, kwa mshikamano, tutashinda ubeberu na ukoloni mamboleo kwa ajili ya Afrika yenye heshima na mamlaka kamili. Haijulikani hatima ya kijana huyu itakuwaje, kwani yeye na viongozi wa kijeshi wa Mali na Niger wameleta mabadiliko makubwa Afrika Magharibi. Nchi zingine zimeiga kwa kuwaondoa wanajeshi wa Ufaransa. Nchi hizo tatu pia zimejiondoa kutoka jumuiya ya ECOWAS kuunda ushirikiano wao mpya na kutangaza ushuru wa 0.5% wa bidhaa zinazoingia kwenye nchi zao. Sasa Mali, Niger na Burkina Faso hawa wameamua kuungana kwa pamoja na kujiondoa kwenye jumuiya ile ya ECOWAS. Na kufanya hivyo wakapitisha ushuru wa 0.5% kwa bidhaa yote ambayo inaingia katika nchi zao. Kwamba ili mtu uje kuuza bidhaa katika nchi ya Burkina Faso, lakini vile vile katika nchi ya Mali na nchi ya Niger, basi lazima ulipe ushuru wa 0.5% wa bidhaa yako ndipo iruhusiwe kuingia katika nchi hizo tatu. Kwa hiyo wao wana umoja wao, na nchi zote hizo zimefanya mapinduzi ya kijeshi baada ya kuona uongozi ambao ulikuwepo hapo awali ulikuwa hautendei haki sawa wananchi wa nchi hizo, ambapo ni Burkina Faso, Mali pamoja na Niger. Lakini Traore ndiye maarufu zaidi kuliko viongozi hao. Kwa mujibu wa Aikins, kwa Traore kupata urithi wa kudumu, anapaswa kuleta amani, kuimarisha taasisi za serikali na kujenga utawala bora badala ya kujilimbikizia madaraka na kuwakandamiza wakosoaji. Wapo watu ambao wamekuwa wakizungumza maneno yao kuhusu uongozi wa Ibrahim Traore, lakini vile vile Traore yeye kwao ameamua kuapprove kwa kutumia kazi tu ambazo amekuwa akizifanya, yani amekuwa akitumia vitendo vingi zaidi. Sasa kwa uchambuzi huu, mtazamaji wa Zone Media, ndipo ambapo Rais Ibrahim Traore anaonekana anapendwa zaidi kutokana hiki ambacho amekifanya. Yako mengi ambayo Traore ameweza kuyafanya, lakini haya ni mengi kidogo, tunasema hivyo kwamba ni mengi lakini ni kidogo. Nimeamua kukumegea sehemu ambazo Rais Ibrahim Traore amethibitisha kwa nini anazungumziwa duniani kote na kwa nini anapendwa duniani kote. Sasa jiunge nasi hapa kila siku kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo nakuwa nakuletea hapa. Mimi naitwa Victor Moshi. Asante kwa kuendelea kuichagua Zone Media ukiwa ni mtu wetu wa karibu zaidi na wa faida zaidi. Tunakushukuru sana siku zote.